Shirika la CAMFED kupitia mradi wetu wa kuwawezesha mabinti kupata elimu ya juu, sio tu tumejikita kwenye sekta ya afya, nursing na midwifery, lakini kuanzia mwaka jana tumeweza kushirikiana na Wizara ya Elimu na kuweza kuzindua mradi wetu wa kusupport watoto wa kike elimu ya juu zaidi kwa muda wa miaka 5 ijayo, kuanzia 2025 hii kwenda mpaka 2030. Na kwa mwaka jana tumeweza kusupport wanafunzi 578 ambao sasa hivi wako first years in college, lakini pia ilikuwa ni fursa nzuri ya kuweza kupanua wigo sio tu kwa kozi ya nursing na midwifery, lakini pia kuangalia na sekta zingine ambazo pia ni priority kwenye nchi kwenye kutafuta wataalamu au kuzalisha wataalamu wengi zaidi. Kwa kujiunga na mtandao wa Kama, wahitimu wetu watanufaika na fursa nyingi za kiuchumi. Kupitia mtandao huu mpana, watapata fursa mbalimbali ambazo zinapatikana baada ya kujiunga kwenye mtandao wa Kama, lakini pia wanaweza kupata ushauri mzuri namna ya kusaidia jamii zao, ambapo kwenye mtandao wa Kama watafanikiwa kupata mafunzo, ushauri kutokana na wadau mbalimbali wakiwemo serikali na sekta binafsi ambazo zinaweza kutoa huduma na kuwasaidia wasichana waweze kufikia malengo yao. Mkazingatie kufanya kazi ipasavyo kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa katika utumishi wa umma na taaluma yetu ya uuguzi. Naombeni mkaepuke sana rushwa pamoja na ufisadi. Naomba niwaombe katika hili, epuka kumtaka mgonjwa au mteja katika eneo lolote kutanguliza kwako kitu chochote. Sio lazima fedha, kitu chochote ndipo aweze kupata huduma. Ninaomba niwa challenge, nikiwa pia kama daktari niliye practice muda wote huo. Akija mgonjwa au mteja akitaka kukupa kitu kabla hujamhudumia, naomba ukatae. Hata akimaliza kukuhudumia, naomba ukatae. Napenda kutoa mapendekezo yafuatayo. Serikali na wadau wa maendeleo waendelee kuanzisha mfumo maalum kwa ajira kwa wahitimu wa uuguzi na ukunga ili kupunguza tatizo la ajira. Pia tuwezeshe kupata nafasi za mafunzo kwa vitendo, yaani internship katika vituo vya afya na hospitali mbalimbali nchini ili kukuza ujuzi wa vitendo kabla ya ajira rasmi.